Hatutowaacha salama wanaopanga kuvuruga uchaguzi. Video hii inamuonesha mkuu wa mkoa wa Manyara, Queen Cuthbert Sendiga, ambaye ameonya vikali wale wote ama vikundi vinavyopanga au kuratibu kufanya vurugu na fujo wakati wa Oktoba 29 mwaka 2025, siku ya uchaguzi mkuu wa Tanzania, akiwahakikishia wananchi wa mkoa huo usalama wa mazingira pamoja na utulivu kuanzia sasa, siku ya upigaji kura na hata baada ya kukamilika kwa mchakato wa uchaguzi mkuu. Sendiga alitoa kauli hiyo siku ya Jumanne, Oktoba 21 mwaka 2025, wakati akizungumza na waandishi wa habari Babati mjini kuhusu maandalizi mbalimbali ya kiserikali kuelekea uchaguzi mkuu, akihimiza ushirikiano zaidi kati ya serikali, wananchi, vyama vya siasa na wadau wengine kuelekea kwenye uchaguzi huo. Kama serikali, tuna wajibu wa kukemea mapema yeyote ama kundi linalopanga kufanya vurugu kwa kujishawishi mwenyewe ama kushawishiwa kwa makusudi ama kwa bahati mbaya kwenda kutufanyia vurugu katika siku hii. Sisi kama serikali tunatoa onyo kubwa na kali kabisa: hatutokuacha salama na hatutakuvumilia. Amua mapema, unakuja mtaani, tukutane ama tupige kura kwa amani, turudi nyumbani, ameeleza Queen Sendiga. Vilevile Sendiga ametoa wito kwa wananchi wote wenye sifa kujitokeza kwa wingi kupiga kura na kusisitiza umuhimu wa kurejea nyumbani na kuendelea na shughuli nyingine badala ya kuendelea kujihusisha na uvunjifu wa sheria, ikiwemo kusalia vituoni kama ambavyo baadhi ya vyama vya siasa vinavyoshawishi wanachama wao kusalia vituoni ili kulinda kura, suala ambalo ni kinyume na miongozo ya uchaguzi mkuu. Msikilize Queen Sendiga, mkuu wa mkoa wa Manyara, akizungumza. Lakini pia kama serikali tumeendelea kuhakikisha kwamba tunaendelea na maandalizi ya usalama ndani ya mkoa. Tulikubaliana kwamba tutaendelea kudumisha usalama ndani ya mkoa sasa hivi, kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Usalama ni jukumu letu muda wote. Tumeendelea kuimarisha hivyo na tunaendelea kusisitiza ushirikiano kati ya serikali, vyama vya siasa na wadau wa uchaguzi ambao kimsingi ni wananchi. Kwa tunategemea tarehe 29 wananchi wataamka, watakwenda kupiga kura. Lakini kama serikali tuna wajibu wa kukemea mapema, kukemea kweli kweli yoyote ama kundi lolote ambalo wanadhani watatumia tarehe 29 katika kutekeleza azma zao ovu. Kama mkoa tumejipanga kuhakikisha kwamba yoyote atakayekuwa amejipanga aidha kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, kwa kujishawishi mwenyewe ama kwa kushawishiwa kwenda kutufanyia vurugu na kusababisha siku hii isiwe siku ya neema na baraka kama ambavyo Watanzania wote tunategemea tuipate. Miaka 5 ya uongozi inayokuja inategemea tarehe 29, maamuzi ya Watanzania. Sisi kama serikali tunaendelea kuimarisha ulinzi huo, na ninatoa onyo kubwa na kali kabisa kwa kikundi chochote, kwa yoyote, narudia tena, awe amejishawishi mwenyewe ama ameshawishiwa kupanga kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, kwa namna yoyote, kutia doa tarehe 29 ndani ya mkoa wa Manyara. Hatutokuacha salama na hatutokuvumilia. Kwa hiyo jipange tu, unaamua kufanya nini? Unakuja mtaani tukutane ama unakwenda kupiga kura umalize uende ukapumzike nyumbani? Sisi kama mkoa na kamati yangu ya usalama mnayoiona hapa tumejipanga kimkakati kweli kweli. Hatujasikia, hatujaona kikundi chochote mpaka muda huu kwamba kuna watu wametulia huko, lakini inawezekana wamejituliza kimya huko, wako ndani wanasubiri tu jambo lao lifike na wao watoke. Na wapa onyo, wakae kwa kutulia. Wakae kwa kutulia, na mkoa wa Manyara ni wrong number. Kwa hiyo mtu asije akajaribu kupiga ama kubipu. Hiyo simu yake inaweza kapokelewa vibaya, alafu hali ikawa si njema kidogo. Kila mtu atulie, afanye shughuli zake. Tarehe 29 ni siku ya kupiga kura. Tutaamka asubuhi, tutakwenda vituoni, na bahati nzuri imekuwa ni siku ya mapumziko pia. Ni siku ambayo watu hatuendi kazini. Tumeachwa tusende kazini ili tuweze kupata fursa ya kwenda kupiga kura na kupumzika na familia. Kwa hiyo nenda kapige kura, nenda kapumzike nyumbani. Hatutowaacha salama wanaopanga kuvuruga uchaguzi. Maoni yako ni yapi?
Nione kwenye comment maoni yako, itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.